Kila mwanaume aliyeingia katika kisiwa hichi basi alisahau kurudi alipotoka. Yaani namaanisha katika kisiwa hichi wanawake ukaa nje kwenye nyumba zao, hata barabarani, huku milango ikiwa wazi, wakisubiri tu wanaume. Hawahitaji pesa zako, hawahitaji mali zako, hawahitaji ahadi zako. Wanachohitaji wao ni upendo wa kweli tu kutoka kwako. Na si ajabu ukapendwa na mtu zaidi ya mmoja, aidha wa familia moja au marafiki walioshibana. Na cha ajabu zaidi, hawa wana uwezo hata wa kutolea mahari. Katika bahari moja huko nchini Indonesia inayofahamika kwa jina la Java, kipo kisiwa kilichopewa jina la Bawin Island, alimaarufu kama kisiwa cha wanawake. Kisiwa hichi kimetawala asilimia kubwa ya wanawake, na sio tu wanawake, bali ni wazuri, wa kuvutia, kitu kinachofanya kila kunapokucha asilimia kubwa ya watalii kuvuka kwenda kutazama maisha ya wale wasichana ambao wanaishi katika kisiwa kile. Na ni sifa gani zinazofanya asilimia kubwa ya watalii kila kunapokucha mpaka sasa tunapozungumza kwenda katika kisiwa kile? Wanawake wa kisiwa hicho, mwanaume kwao ni kama dhahabu. Yaani usishangae wanawake wakawa wanamgombania mwanaume. Lakini pia upenda kuacha milango yao wazi, kukaa pembezoni mwa barabara wakisubiria mtu yoyote ambaye anapita hapo ili waweze kuzungumza naye, bila kusahau mahari kwao sio issue. Na usishangae kama wewe ni mgeni au mtalii kwa mara ya kwanza, wakakuchukua, wakakupeleka ndani, wakakupikia na wakakupa huduma ya kulala pia. Ukarimu kwao ni kitu ambacho sio cha kuuliza wala sio kitu cha kuomba. Sasa tujiulize, kama kisiwa hiki kingekuwa Tanzania, Kenya au Uganda au nchi yoyote ya East Africa au Afrika kwa ujumla, ingekuwaje?